Nilikueleza sehemu ya mwisho msikilizaji ya kwamba huu karibu unaojengwa kati ya JC pamoja na dada yetu Miriam, hatujajua unaweza kumletea changamoto gani kwa sababu hisia za kimahusiano zimeanza kutokea. Just imagine, yani kwa nini tu kila ikifika usiku mtoto wa kiketi akae varandani kwanza kumsubiri mwamba? Najua anakuwa anamsubiri JC ili hata muone amsalimie ndio aingie kulala. Na hii unaweza ukai experience baada ya wewe kama ulishawahi kutokea kumpenda jirani. Yani kuna wakati itakubidi utoke nje, hakuna kazi ya maana, ili tu akuone, muonane, alafu urudi ndani unajisikia raha. Asa JC anasema kwamba ilikuwa ni wazi kwangu zaidi na zaidi kwamba nilimpenda sana mwanamke. So ndo hivyo, safari inazidi kusonga mbele. Langu jina ni Lucas Lumba, simtayarishaji ni Litontoni. Sasa baada ya JC kulala, anasema kwamba Jumanne ikakucha bwana. Leo hii sikuamka mapema wala nini. Yani nililala katika maana ya kwamba ilikuwa ni siku ya mapumziko kweli kweli kwenye hizi siku za likizo. Na moja ambayo ingeburudisha. Angalau leo ningetumia muda mwingi pamoja na binti Mariam na familia yake. Na tena tungekwenda sehemu nzuri sana pamoja ili kufurahia mlo wa maana. Hivyo kusingekuwa na mambo mengi mno ya kunivunja moyo, ingawa najua hayakuwa yameisha. Baada tu kumaliza usafi na kunywa chai pamoja na Nkia, nikawa nimeelekea kwa majirani zetu bila kukawia. Nilikuwa nimeshamwambia na Nkia pia kuhusu matembezi yetu ya baadaye niliyokuwa nimepanga kufanya pamoja nao. Na yeye bila shaka alikuwa na utayari wa kuja. Ila hakujua sana kama angeweza kuwahi kutoka kazini kwake ili ajiunge na sisi. Nikamsihi tu afunge duka lake ikifika mida ya saa 7 au 8 hivi mchana ili aje tujiandae kwenda. Na nikamtania kwa kusema ningelipia gharama yote ya wateja ambao angewakosa leo kwa wakati mzuri ambao angeupata pamoja nasi. Basi akawa ameridhia, maana alikuwa na hamu pia ya kuja kupiga kisinia pamoja na sisi. Hivyo akaona awai kuelekea dukani kwake kufungua kidogo mpaka hiyo mida ya saa 7 ndo angerudi kujiandaa. Basi baada ya kuwa nimefika hapo kwa kina Mariam, nikamkuta binti sebleni akiwa amekaa chini kabisa na kuonekana akiandika vitu fulani kwenye daftari. Alikuwa amevaa dera zuri lilo ufunika mwili wake vyema pamoja na kinguo fulani hivi kidogo tu cha kichwani kinachofunika nywele. Na baada ya kuwa ameniona, akaonyesha furaha yake na moja kwa moja kuniita nione alivyokuwa anaandika. Hapo sebleni hakukuwa na mtu mwingine isipokuwa yeye. Kwa hiyo nikamsogelea na kuchuchumaa nikiangalia alivyokuwa akiandika. Basi akasema kwamba dada ameanza kunionyesha kutumia singular na plural. Alisema hivyo. Nikasema kwamba singular na plural Nikamsemesha sasa nikitabasamu. Akasema kwamba wingi na umoja, yani nayaona mepesi sana. Nikamwambia na nimepesi sana, safi sana. Unaandika vizuri sana mama. Yani unashinda hadi mimi. Nilimpa sifa. Akacheka kwa furaha na kusema kwamba tena hapa ni kidogo, yani naandika vitu vingi sana. Kila zoezi dada akinipa naandika, napata yote. Kila kitu rahisi yani. Sijui kwa nini zamani nilikuwa naona magumu. Basi nikamwangalia na kutabasamu kwa hisia kiasi. Kwa sababu nilitambua kwamba akili yake ilikuwa ikifunguka zaidi na aliongea kama vile hakujua kabisa kwamba alikuwa na shida kichwani. Akasema kwamba kitoto sana ya JC. Mimi Kiingereza naweza mbona? Wewe unanipa ile magumu ndio yenye challenge zaidi. Dada ananiona kama yai tu. Nipe magumu nimuonyeshe naweza. Nikasema kumbe unajua Akasema najua ndio. Nikamwambia unasoma sana. Akasema nimekuta madaftari huko ndani. Kumbe alikuwaga yangu. Mambo mengi ni maandika. Mengi hata sielewi lakini nimekuta matiki tu. Yaani matikitiki tu tatizo mnanipa marahisi mno. Mimi nataka niajue magumu zaidi na yenyewe awe marahisi. Sawa JC? Aliongea hivyo kwa hakika kabisa. Nikatabasamu na kumwambia kwamba sawa, usijali. Kafate na daftari lako moja niyaone yanayokuchanganya. Akasema yes. Alisema hivyo kwa sauti ya juu. Kakanyanyuka kabisa na kukimbilia chumbani huko.
Na ni hapo ndio Bi Zawadi sasa akawa ametoka ndani ya chumba chake. Nikasimama na kutabasamu kwa furaha. Bi Zawadi akasema kwamba mam, huyu vipi tena? Bi Zawadi akanisemesha hivyo huku sasa akija upande wangu. Nikasema kwamba amefurahi, nimemwambia afuate daftari lake. Shikamoo. Marahaba baba. Basi kanishtua. Nikafikiri labda kuna mtu kavunja mtungi. Alisema hivyo. Nikacheka kidogo kwa pumzi na kusema pole. Vipi, ulikuwa umelala? Hapana, nilikuwa tu ndani na kunja nguo. Vipi JC, unaendeleaje? Niko poa kabisa Cheupe wangu. Jana nilichelewa kurudi nikakuta ameshasinzia. Kumbe. Basi haina shida. Tesha alituambia yote aliyotokea ile Jumapili jamani. Poleni aise. Asante. Na usijali ameshapita. Niliongea na Mzee Ahmadi akasema uliwanyoosha waliomuonea Miriam. Hivyo ndivyo inavyotakiwa kijana wangu. Safi sana bwana. Basi alivyosema hivyo, mimi nikatabasamu kiasi na kusema asante. Vipi hapa mnaendeleaje? Tuko salama kabisa, hofu tu kwako. Nasikia walikupiga na virungu bana ulipo mbutua yule mjinga aliyemchapa Miriam na waya. Yule jamaa sio mjinga tu. Yaani akafikiri kwamba eti tutaogopa. Nilimpa dozi yake, hakuthubutu tena. Basi baada ya mimi kuongea hivyo, Bi Zawadi akacheka na kugongesha ganja chake kwangu. Naye akasema kwamba ni vizuri sana, endelea kuwapa dozi zao mbabe wetu. Haupimwi mama. Bi Zawadi akacheka kidogo, nikamuuliza kwamba vipi wengine wako wapi? Tesha ameenda na mama yake mkubwa hapo sokoni Mzinga. Na Jamila na yeye ananyoosha miguu kidogo. Alisema hivyo, nikasema kwamba okay, vizuri sana. Na Miriam kazini mapema ama? Alafu naona kama vile hayuko sawa. Kwa nini unasema hivyo? Sijui tu, nahisi kama vile yani anasumbuliwa na kitu. Kabla hajamaliza kuongea, Mariamu akasema kwamba JC, ile hapa. Mariamu akawa amerejea pamoja daftari la somo la Kiingereza la kwake wakati upo kidato cha 4. Nikaambia kwamba safi sana, haya. Nenda sapo mezani, chukua na kalamu zako na kuja unionyeshe sawa. Akatikisa kichwa kukubali na kuokota daftari lile lililokuwa chini na kalamu zake na akaelekea pale dining. Basi Bi Zawadi akasema kwamba amechangamka sana sasa hivi JC. Bi Zawadi aliniambia hivyo kwa sauti ya chini. Nikaambia kwamba ndio maendeleo hayo sasa. Sawa, basi mimi niwaache tu mmalize. Ndio, ila niambie kwa nini umesema kwamba unahisi Miriam ana tatizo? Yaani unajua nimemsikia tu hii asubuhi anaongea kwenye simu sijui na nani. Ile inaonekana ni kitu ambacho kimemshangaza kwa jinsi alivyokuwa anaongea. Yaani ni kama vile nimemsikia anaongelea madeni. Halafu na kwamba sijui haimuhusu yeye sijui. Yaani hata sikuelewa sana. Alikuwa anaongelea huko chumbani. Basi alivyokuwa anaongea Bi Zawadi nikaweka uso kwa umakini zaidi. Sasa mimi sikujua ni nini. Alipotoka chumbani nikamuuliza. Akasema hamna shida. Ila ameondoka kama vile hana raha kabisa. Itakuwa tu ni mambo ya kazi. Halafu ametuambia utatutoa out leo, ni kweli? Tunaenda kula kisinia. Jamani. Aise? Kwa hiyo tunaenda kula kisinia leo? Bi Zawadi alisema hivyo kwa furaha. Asa Mariamu akamwangalia na kuuliza kwamba kwa nini tunaenda kula kisinia? Mimi na Bi Zawadi tukaangaliana na kujitahidi kubana vicheko vyetu. Mariamu akauliza ni wapi? Usijali mama, nitawapeleka, utapaona sawa, ni pazuri sana. Na utapenda sana kisinia. Baada ya mimi kusema hivyo Mariamu akasema mimi sitaki kutafuna sinia. Alisema hivyo sasa akinyanyua bega kama vile mtoto. Mimi na Bi Zawadi tukacheka kidogo. Basi mama aliongea kwa msisitizo. Akasema kwamba njoo sasa Yesu nifundishe. Bi Zawadi akasema haya baba, kazi kwako. Nikasema sawa Cheupe wangu. Basi Bi Zawadi akasema kwamba tunaanza kujiandaa saa ngapi sasa? Yaani tuondoke saa ngapi? Nikaambia tutaondoka kwenye saa 9 hivi. Na kuna usafiri Kabla sijamaliza kuongea, mama naye akameniita kwa njia fulani hivi ya lazima ni kwa kudeka. Basi nikaambia Bi Zawadi kwamba hebu ngoja niwahi, ila saa 9 tunaondoka. Nimwambia hivyo Bi Zawadi sasa nikimkimbia. Akacheka kidogo wakati sasa nilipokuwa nimemfikia Mariamu hapo dining. Nami nikakaa pembeni yake na kuanza kumuelekeza hivi na vile.
na mama yake mkubwa akawa amerudi chumbani kwake. So nimekaa na Mariamu hapo nikimfundisha mambo kadha wa kadha kwenye kuhusiana mambo ya lugha ya Kiingereza, na niliona namna ambavyo akili yake ilizidi kwenye pesi kila dakika. Alishika vitu upesi, na najua hiyo ilikuwa kwa sababu tayari alikuwa anavijua, sema tu alikuwa amesahau. Sasa ndio tulikuwa kwenye daraja la kuvusha zaidi hivyo vitu ili viingie kwenye ubongo wake kwa mara nyingine tena na kutokumuondoka kabisa. So Tesha na Bi Jamila walikuwa wamesharudi kutoka kutembea kidogo. Mama huyu akiwa amehitaji zoezi hilo dogo kwa ajili ya maandalizi ya kuondoka baadaye kwenda matembezi huko ambako ningewapeleka. Shadia asingeweza kuja nasi kutokana na kuwa sehemu nyingine kwa leo. Ndio maana sikumkuta hata na hapa pia. Tesha alikuwa na hamu na haya matembezi, maana alielewa ni namna gani Sinza ilivyokuwa na watoto wakali. Kama kawaida akili yake ikiwa hapo tu, kwa hiyo eti alikuwa amepanga kupendeza haswa. Mimi nilikuwa bado nikifikiria kuhusu swala aliloniambia Bi Zawadi kuhusu Miriam. Inaonekana kulikuwa kuna kitu kipya kilichomsumbua bibie. Labda kweli ingekuwa ni masuala ya kazi, lakini kitu tu kujua aliondoka akiwa hana raha kilininyima amani. Nataka kujua endapo kama ningeweza kusaidia kwa lolote lile, na labda ningempa hiyo ofa baadaye tukishakutana, ikiwa bado angekuwa hajapata suluhisho kwa tatizo lake. Asingekuwa mgumu mno kukubali msaada wangu kama ilivyokuwa kipindi kile, kwa sababu sasa hivi si aliniona kama rafiki, na mimi hisia zangu kumwelekea ndio zingenifanya nijitoe kwa lolote kwa ajili yake mpaka afanikiwe kutatua shida zake. Kwa hiyo matembezi haya niliyokuwa nimepanga tayari angeifanya siku yetu iishe pazuri sana. Na hivyo mikazo yote ambayo Malkia wa moyo wangu alikuwa akipitia ingeweza kupungua uzito kwa furaha ambayo wangepata akiwa pamoja na sisi. Napenda kumuita hivyo msikilizaji. Ikiwa ndio imeshafika mida ya saa 7 mchana, nikawa nimepigiwa simu na rafiki yangu Bobo. Bobo bwana alikuwa anataka kuniona, akisema kuna kitu cha muhimu alihitaji kuzungumza na mimi, maana kilikuwa kinamsumbua na alikuwa hapo Masai tu ametulia, hivyo niende kumuona. Nikaweka wazi kwamba sikuwa na muda mrefu sana, maana nilihitaji kuwa sehemu nyingine, na akasema isingechukua muda mrefu, ni maongezi mafupi tu. Kwa muda huu mama wakubwa walikuwa wakijiandaa huko pamoja na Mariam pia, na mimi na Tesha tulikuwa sebleni tu. Baada ya Bobo kukata simu, nikamwambia Tesha kuwa naenda hapo nje kukutana na jamaa, maana amesema kuna issue ya muhimu alitaka kuzungumza pamoja nami. Naye akasema haina shida, yeye pia angetumia huo muda kuanza kujiandaa. Nilikuwa nimemwambia kwamba nimekodi usafiri ambao ungetupeleka moja kwa moja mpaka huko Sinza na ungefika huku kwenye mida saa 9. Ndio sababu wote walikuwa wanachangamka. Hivyo nikatoka hapo na kwenda mpaka Masai, jua likiwa kali kinoma noma. Na nilipofika hawakuwa wameanza shughuli zao bado. Hakukuwa na watu zaidi ya wahusika wa kuendesha biashara katika maandalizi yao. Na Bobo alikuwa amekaa pale pale ambapo tulikaa ile juzi kwenye mechi ya Simba na Yanga pamoja na kina Miriam. Alikuwa amevaa t-shirt ya kijivu na suruali nyeusi ya jeans, huku kofia nyeupe ikificha uso wake kiasi. Basi mimi nikaenda mpaka hapo na kusalimiana naye kirafiki tu, kisha nikakaa pembeni yake na kusema kwamba uko poa mwanetu. Jamaa akasema, kwa nini siwe poa mwanangu? Aliuliza hivyo. Nikamwambia kwamba simu yako ya ghafla imenifanya nihisi labda umevurugwa, kwa hiyo nimekuja nakimbia. Bobo alicheka na kusema kwamba bwana hata sioni jasho. Mimi sitoka kijasho. Hakuna mtu wa hivyo bwana, wewe unazingua. Niambie mtu wangu, mission aje? Fresh tu mwanetu. Naona michongo kweli siku hizi mwanangu, tulise mmoja. Michongo lazima. Nitaishije mjini sasa yani nisipo haso? Wewe vipi bwana? Hata mimi naona kaka. Hivi vipi bado unamla Betha? Sasa jata nikwambiaje? Analika lakini sio kwamba ni wa kumeza, si ndio? Basi baada ya kusema hivyo akanifanya nicheke kidogo. Kidogo umeelekea kwenyewe, maana sio kwamba anatemwa. Sawa, uko vizuri mwanangu. Alisema hivyo kwa njia fulani hivi ya huzuni kidogo. Vipi wewe, Salome wako amekutema nini? Kale kadem bana, mimi ndo nimekatema. Lini tena? Sio Jumapili kabla ya mechi. Yaani
umemtambulisha kwangu Jumamosi, alafu Jumapili ukamtema. Wewe kweli bobo ese. Nilimwambia hivyo, jamaa akacheka sana na kugonga kiganja chake kwenye changu. Naye akasema kwamba kijinga tu kile bwana, kilikuwa kinanipotezea time. Unajua ni huwa havitulii. Kwani umetulia? Sasa mimi ndio nilichokuitia mwanangu. Nini? Kwa hiyo unataka nikutafutiwa kukutuliza, si ndio? Mimi nimeshampata. JC, huyu mwanamke bwana mimi nimemuelewa sana tu yani mwanangu. We, usiniambie de mama nini? Sio mchezo kaka, niko serious yani. Hawa watoto wadogo hawa mimi yani sitafika popote. Nahitaji mwanamke wa kutulia naye mwanangu. Na ndio huyu mimi nimeshamwona atakayefaa, perfect yani. Okay, fresh kaka. Maozo kuntu. Na nadhani unaniambia hivyo kwa sababu huyo mwanamke namjua, si ndio? Unamjua mwanangu. Ndio maana nataka tuchonge, maana nakuwa naona ni kama ashanipiga chini hivi. Ashakupigaje chini wakati hata hujamtokea bwana? Hebu kwanza niambie ni nani? Manzi mwenyewe mwanangu ni Ankia. Wewe. So umeona? Lazima ucheke. Mimi nakwambia unacheka. Hamna, nimefurahi tu kusikia hivyo. Yaani umemwelewa Ankia. Ama unataka kula tu? Kaka mimi nimempenda. Yaani sikutanii JC. Okay, sawa. Mwambie sasa mtu hata anywe bia na nini. Unajua mwanamke independent yule. Kwa hiyo uongee naye na kumtendea kama mwanaume independent pia. I say, JC, hiyo sio shida. Mimi nataka tu mimi nataka tu mwanga halisi. Mwanga ni nini sasa? Wewe uliniambiaga ulishamla? Na ile ilikuwa tu yani si unajua? Naelewa kaka, ila hiyo ndio point yangu. Sasa nataka tu kujua kama yuko easy kiivo yani kiasi kwamba yani atatoka na mwanaume yote kama JC tu ulivyokuja ukampagawisha yani mkalala. Sio hivyo ese. Yani anaweza kuwa ni mwaminifu ama vipi? Maana sikutani bro. Yani mimi natafuta kutulia sasa hivi. Sawa, nimekuelewa bobo. Yani okay. Ankia ni mwanamke aliyetulia sana tu, sawa Anajua kutulia. La muhimu au amekupenda. Akikupenda wewe mwenyewe utafurahia. Yani ni kimoja tu. Mimi nilikuwa yule mtu wa kurukaruka sana, si unajua Nikaona nataka tuzame, kwa hiyo nikamwambia sipo hivyo. Mapema kabisa ili asije kuumia. Yani ni mwanamke ambaye akikupenda amekupenda. Kamaliza yani. Sasa kitakachobaki yani itakuwa labda ni wewe tu ndio umuumize. Kumbe. Kwa hiyo bobo, mimi sasa hivi nimeshapigia msumari uhusiano wangu pamoja naye iwe kama kaka na dada yani. Natoka hapo katulia zake mwenyewe yani kama hana mpango. Kwa hiyo inabidi tu uwai. Alafu inabidi uende na swaga za uhakika. Aone upo serious. Kuna majamaa ameshaanza kummendea. Basi kaka, mimi kweli nataka yani nimsemeshe. Kwa hiyo nimefikiria sana yani. Sawa, usijali bwana, wewe jaribu ongea naye. Bangi weka pembeni, umesikia? Najua anahitaji mwanaume ambaye yani anajielewa. Sasa kaka, kuhusu bangi, uliona lini mimi navuta bangi bwana? Fala nini? Bobo alinisemesha hivyo na kucheka kidogo. Mimi nilicheka nikasema haya kazi kwako, ila kwanza umeanza kumwangalia kama hivyo kutokea lini? Baada ya kumuuliza hivyo Bobo akasema ya kwamba ni ile siku juzi wale wajingo walipotukamata. Nikasema kumbe ni ile juzi. Bobo akasema alivyokuwa anawatolea mapovu yani nilimuelewa sana mwanangu. Nikasema kwa hiyo napenda hivyo. Bobo akasema unajua mwanamke anayejua kufight kutetea haki hata kama anapigana na askari yani ni mzuri sana mwanangu. Mimi napenda niona mwanamke wa hivyo yani, maana atapambania familia yetu kwa ujasiri kama huo. Bobo alifunguka namna hiyo. Nikampiga ngumi kiasi begani kusema kwamba hapo ndo umeondoa bangi sasa. Ongea na Ankia kwa njia hiyo hiyo, aone kile unachotaka na unachoweza kumpa pia. Na atakachoamua chochote kile uwe tayari kukipokea, sawa? Bobo akasema, "Fakti mwanangu. Na ikitokea akakukubali usije ukafanya ujinga." Aisee, kaka zake tuko hapa. Eti kaka yake.
wakati ushablamba mwanangu lile shundu. Lakini sema ni la ukweli mwanangu. Basi sote tukacheka kidogo na utani mwingine ukaendelea nini? Mpaka naingia saa 8 bado nikawa hapo Masai. Ndio nikamuaga jamaa na kuelekea kwa Nkia sasa ili nijiandae pia. Inaonekana na Nkia angekuwa na jambo jipya la kufikiria kuanzia sasa ikiwa Bobo angemtokea. Na nisingemwambia chochote mpaka wakati ambao jamaa angepiga hatua kwake. Kwa hiyo mimi na mwana tukawa kwenye usawa wa kutaka kuwafikishia hisia zetu wanawake tuliowapenda. Ile sisimua Bobo anataka kufikisha kwa Nkia, mimi mwenyewe nataka kufikisha kwa nani? Wifi yenu mnamjua. So maandalizi yakakamilika bwana. Mzee mzima nikavaa zangu t-shirt jeusi lenye mikono mirefu lililokuwa jipya, na hii ikiwa ndio mara ya kwanza kulivaa. Rangi nyeusi iliendana vizuri sana na rangi ya ngozi yangu. Kwa hiyo nilihakikisha najiweka fresh zaidi kimuonekano kuanzia utosini mpaka vidoleni. Suruali ya jeans ya samawati pamoja na sneaker nyeupe zilikamilisha muonekano wangu mzuri, bila kusahau saa yangu maridadi kabisa mkononi. Bastola isingenihusu kwa leo bwana. Nilihisi amani. Basi Nkia alikuwa amesharejea pia na kwenda kuoga fasta tadhani alikuwa ameambiwa anaachwa na treni. Na yeye kwa upande wake alivalia nguo nyepesi tu kwa juu, ambayo ilikuwa ni kama t-shirt fulani hivi ya kijani laini tu. Alafu pembeni kwenye hips zinakuwa ni kama zimechano hivi, yani sijata nikuelezeje, lakini hivyo. Suruali nyeusi ya skin iliyomchora huko nyuma. Alivaa na ndala nyeupe za kike huko sasa akibebelea pochi ndogo mkononi. Na nywele zake alikuwa amezichana kabisa na kuwekea tiara yenye rangi ya njano kwa mbele kichwani. Alipendeza bwana. So tukatoka tukafunga nyumba kisha tukaelekea kwa Kinatesha. Tayari jamaa, mama wakubwa na Mariamu walikuwa wameshajivika mavazi mazuri yaliwapendezesha. Mama wakubwa wakivaa kimama zaidi, Tesha kisharubaro zaidi. Alikuwa amepiga manga nyeupe na suruali ya jeans iliyo na mtindo wa kuchanika. Huku sasa Mariamu akivalia gauni safi na refu la blue mchanganyiko hivi na nyeupe, na nywele zake laini akiwa sasa amesukwa kwa mkono njia 5 sijui 6 na kuvaa kitambaa mbele ya paji la uso wake mpaka nyuma ya kichwa. Mariam alionekana kweli kuwa mwanadada zaidi ya jinsi ambavyo alikuwa mtoto kwa ndani. Na kutoka kwake leo ingekuwa rudio la kuwafanya wenye kumtazama wa mtazame haswa. Alikuwa mzuri kama Miriam yani. Na najua muda si mrefu angeweza tena kuitafuta njia yake katikati ya ulimwengu wa nje uliomzunguka. Matembezi haya yalikuwa sehemu nzuri sana ya kuanzisha hilo na kuliendeleza zaidi. Hivyo kila kitu kikiwa kimeachwa kimpangilio hapo, sote kwa pamoja tukaondoka. Ilikuwa ni rahisi kwa wengi waliofahamiana na kina Bizawadi hapo mtaani kuwasemesha na kuwasifia kuwa wamependeza na wao kuwajibu vizuri. Lakini mimi na Tesha tulitembea mbele ya wanawake kama vile ni hatuwajali. Mimi sikutaka niwe na shobo kwa wengi. Bado hata kama nilikuwa pamoja na hawa marafiki zangu, yani ndio uliokuwa mtindo wangu, mwendo wa taratibu tu mpaka tukasa tumefika hapo Mzinga barabarani, na angalau jua lilikuwa limefunikwa kwa mawingu wakati huo. Gari ambalo nilikuwa nimekodi tayari lilikuwa hapo likitusubiri, na mama wakubwa hawakuwa wametarajia ingekuwa ni noa nzuri sana, wakiwa wamefikiri nilikodi taksi labda. Kwa hiyo wakaingia. Sasa mimi nikikaa na Mariam, mama wakubwa pamoja na Nkia huko siti za nyuma. Alafu Tesha alikaa huko mbele na dereva. Hii ilikuwa ni kama ubatu. Ingawa niliagiza kutokea huko, yani huko Sinza, maana huyu dereva nilimfahamu. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kwake kuja mpaka huko kwa kuwa alijua sikuwa mbabaishi, angelipo vizuri. Mariamu alionekana kuwa tayari kutalii mazingira ya sehemu nyingine ambayo baada ya kipindi kirefu kuwa kimepita akiwa nyumbani tu, na safari ya kuelekea Sinza ikaanza. Safari ya kuelekea huko Sinza bwana ikawa imetufikisha maeneo hayo kupita hadi makumbusho na kusonga mbele zaidi. Wapendwa wangu hawa walifurahia sana kuwa nje kama hivi. Maeneo yenye majengo maridadi na mifumo iliyoonekana kuwa ya hali ya juu kwa nchi yetu. Na Mariam ndiye aliyefurahia zaidi na kuulizia hicho ni nini, kile ni nini, karibia kila mara. Binti hakuwahi kufika huko kabla, ama labda aliwahi lakini hakukumbuka. Kwa hiyo ilikuwa nafasi nzuri kumuonyesha vitu vingi na kumueleza kwa mengi pia. Imefika saa 10 dakika za mapema zile. Tukawa sasa tumeingia eneo fulani hivi ukiwa unaelekea Mbezi ama Tegeta hapo kati hapo wanapaita Mbezi Jogoo.
na ndiko kulipokuwa na hiyo sehemu niliyopanga kuwapeleka marafiki zangu. Dereva akaliingiza gari eneo la maegesho nje ya hoteli nzuri tu ya kitalii, yani resort iliyokuwa ghorofa, yani siokuwa ghorofa wala nini, kawaida tu, ingawa ilisambaa kwa eneo kubwa. Nasi ndio tukashuka hapo. Nika sasa nimemlipa jamaa na kumruhusu ondoke. Kisha wakati ambao tungemaliza issue zetu ningemuita tena. Kwa hiyo hivyo. Hoteli hii bwana ilikuwa na muonekano mzuri sana kwa kujengewa mbao nene kuizunguka zaidi. Yani ikiwa ni na yale madari ya nyasi ngumu na vijumba vidogo vidogo vya aina hiyo kwa ajili ya wageni au wateja. Sehemu pana ya ndani yenye meza na viti vingi, bar na counter refu huko mbele, sehemu yenye swimming pool mbele zaidi, na ndio ingefuata sa jengo lobeba vyumba vya kulala wageni. Ilikuwa maridadi sana. Wengi waliofika hapo walikuwa watu wenye pesa. Na kwa leo hakukuwa na watu wengi sana kwa muda huo tuliofika, kwa hiyo palitulia. Na ndio maana niliamua kuwaleta hawa huku. Palitulia sana. Tukapata meza ndefu ya kukaa kutoshea, yani familia nzima, na hatukusahau kumtunzia siti bibi Miriam pia. Kisha nikaagiza visinia viwili kwa dadadeki. Na juisi za kupoza kwa kwanza. Tulikuwa tumeshawasiliana na Miriam, nikimtumia anwani na namna ya kufika huko. Na akawa ameniambia yuko njiani kuweza kufika. Kwa hiyo zikafuata stories hapa na pale, Bi Zawadi na Bi Jamila wakionekana kustareheka, na Mariam akiangalia mazingira ya hapa na kule. Kisha ndio kisinia namba 1 kikawa kimeletwa. Msosi kama wote, yani masoseji, manyama ya ng'ombe, kuku, pweza, mbuzi, chips yai, matunda yaliyokatwa, samaki, ubwabwa, michuzi, yani ujazo tu, na matomato, mapilipili pembeni nini da. Bila kusubiri filimbi ipigwe, kandanda ya makamuzi ikaanza. Tulikula kwa raha zetu, yani msosi ulikuwa wa maana. Mpaka inafika saa 11:30 hivi jioni ndio bibi Miriam akawa amefika. Ndugu zake walifurahi kweli kweli. Hata Mariam akanyanyuka na kwenda kumkumbatia, utadhani alikuwa mama yake mzazi vile. Nijikuta nikibaki kumtazama tu huyu mwanamke kwa upendo, yani ni ile kwa kumtazama kwa upendo mwingi sana. Naona leo alikuwa ameenda kazini kwake akiwa amevalia t-shirt jekundu na ilikuwa ni t-shirt jekundu la mikono mifupi pamoja na suruali nyeusi iliyombana vyema, akionyesha unono wake usiofichika hata kama angekuwa amevaa pana. Nywele zake za kusukwa alikuwa amezibana kisogoni na kuziachia kiasi zimwagikie mgongoni. Ni alivaa tabasamu mwanana usoni ambalo iliongeza urembo wake. Kwa hiyo akaketi pamoja na sisi, na alikuwa amefika kwenye muda mwafaka ambao kisinia cha pili kikaletwa. Sisi wengine tayari tulikuwa tumeshaanza kushiba. Kwa hiyo tukamwambia hilo sinia la pili alipaswa kulimaliza lote. Alifurahia utani mwingi kutoka kwangu, kwa Nkia na Tesha pia. Na kumwangalia huyu mwanamke akitabasamu ama kucheka kulinipa raha ya ndani sana moyoni. Alipendeza mno kufurahia maisha. Basi tu, yani kama ujuavyo maisha hayako kihaki kwa kila mmoja. Kwa hiyo changamoto alizokuwa amepitia zilimfanya asiafurahie kivile na kuwa jinsi alivyokuwa. Nilitamani sana ije siku ambayo mimi ndio ningemuondolea mambo yote yaliyokuwa kimsumbua, hata kama sijui ikiwa kuna mambo yalikuwa yanamsumbua. So nitaka tu kuwepo kwa ajili yake, kufanya vitu kama hivi na zaidi ambavyo visingeondoa tabasamu usoni mwake daima. Nilikuwa nimempenda Miriam kweli kweli. Kisinia cha pili hakikwenda mpaka mwisho. Kwa hiyo Tesha na ujanja wake akaona aende kutafuta mfuko ili chochote kile kisibaki. Wakati huo Miriam pia alikuwa ameshashiba, na Nkia akapendekeza kwamba tuanze kupiga picha za pamoja kutunza kumbukumbu nzuri za siku hii. Haikupingwa. Tukasogea sehemu ya nje yenye bustani iliyotunzwa vyema na kuanza kupiga picha kwa pamoja. Hadi tukaenda upande uliokuwa na bwawa la kuogelea, na Tesha akawa sasa amerejea na mfuko na kutunza vyakula alivyotaka kwenda kukamulia nyumbani. Wakati Tesha akiwa amekuja kwetu kupiga picha pia, simu yangu ikaita, mpigaji, kivuruge wenu Betha. Nami nikaona ngoja nijitenge kwanza ili sasa nikapokea na kumsikiliza. Ikiwa ni saa 12 iliyoelekea kulikaribisha giza la saa 1 sasa. Nikatoka hapo mpaka pale nje usawa wa magari yaliyoegeshwa. Pickup ya Miriam ikionekana kuwepo hapo mbele pia. Na hakukuwa na watu huku kwa nje kabisa, labda tu walioonekana kwa huko barabarani zaidi. Ndio nikasa nimpokea na kuongea na madam. Alikuwa tu amenimisi na kuniuliza kwa nini sikuwa nimemtafuta leo.
Nikamwambia kuna harakati za hapa na pale nilikuwa nikifuatilia, ndio hivyo. Naye akaonyesha uelewa na kuniambia kesho nihakikishe ninaenda kwake nikishatoka kule supermarket. Basi nami nikakubaliana na hilo na kuagana naye haraka baada ya kuona bibi Miriam anakuja upande wangu. Ndio madam akakata simu. Malkia akawa anakuja kwangu bwana. Taratibu akaendelea kuja tu mpaka aliponifikia na kusimama pembeni yangu. Naye akaacha tabasamu hafifu huku sasa akinitazama kwa macho yake mazuri. Kwa nini unakata simu kila nikikukuta unaongea na baby? Alinifanya nicheke kidogo. Naye akacheka pia. Miriam, unanisoma vibaya bwana. Kumbe huyo baby unimsemea hayupo. Kweli kabisa ni. Asaburu umekuja kukotesa kuongea na simu kama sio baby. Ni rafiki tu, sio baby bwana. Chadiani na brush wewe. Miriam alisema hivyo. Na kweli nilikuwa na brush tu hapa. Ila dada wa watu hakujua hiyo ilikuwa ni kwa sababu yake. Nikabaki kutabasamu tu. Gharama ya visinia imetoka ngapi? Nilimwangalia usoni kwa njia ya kuhukumu kiasi. Wewe niambie tu, mimi sitafanya protest yoyote. Nikamkazia macho kiasi. Kweli niambie tu. 300. Akapandisha nyusi kama kushangaa kiasi. Naye akacheka kidogo kwa pumzi na kuangalia pembeni. Okay. Nahisi protest inakuja, si ndio? Hamna shida. Najua tu umetoa kwa kupenda. Nataka tu kusema asante. Asante sana Jadin kwa kila kitu. Nimefurahi sana kuja hapa. Japo nimechelewa lakini nimefurahi. Usijali Miriam, tupo pamoja. Familia yako ni kama ya kwangu pia. So napenda kuona unafurahi. Mara nyingi sana umekuja na familia yako hapa, si ndio? Sio mara nyingi. Sana tu kama dada yangu alikuwa na vipati na nini, ndio tungekuja hapa au na marafiki, ila sijawahi kuja na mama au mzee hapa. Na dada yako Jasmine anaonekana ni mtu akupenda pati sana. Sana. Anapenda sana mambo. Si ni kama wewe tu, mtoto akishua nini? Usiniite hivyo bwana. Sawa, kwa hiyo mna memory nzuri sana hapa, si ndio? Ngoja nikuchekeshe. Kuna rafiki yangu bwana tunamuita Simba. Yaani mambo yake ni kama tesha tu. Sasa bwana ilikuwa ni birthday ya Jasmine. Tukaja hapa. Sasa alikuwa ameenda uani, amebanwa. Kala sana. Akawa ameingia kwenye mlango wa choo kilichopigwa marufuku. Akashusha haja. Aisee. Wasimamizi wakamkuta. Faini ilikuwa ni 50,000. Alafu hakuwa hata na 100. Unajua alichofanya? Akafanyaje? Akaanza kuigiza kwamba yeye ni kiziwi, hasikii na ni bubu. Akawa anagunaguna tu. Anatoa ishara za kuonewa huruma mpaka sikabidi wamwache tu. So tulicheka sana Miriam. Alikuja kurudi kwetu bado anaendelea kuigiza bubu, maana kama wale watu wangemgundua alikuwa amewauza. Hela angeitoa tu. Basi msikilizaji, wakati nikiwa namuelezea bibie hicho kisa, nilikuwa natoa ishara nyingi kwa mikono na mwili kutokana na hisia ya kuchangamka iliyochochewa na kumsikia akicheka kwa furaha sana. Alifurahia sana hicho kisa, kiasi kwamba aliendelea kucheka tu. Na mimi ndo nikaendelea kukielezea kwa njia zilizomfanya furahi zaidi. Nikawa nimegeukia upande mwingine nilipokuwa namuonyesha namna ambavyo kipindi hicho huyo Simba aligiza kutembea kwa njia fulani hivi kama mlemavu ili aone huruma zaidi. Ndio sauti tamu ya Miriam akiwa anacheka ikakoma ghafla. Mimi nikawa natabasamu. Nikageuka kumwangalia usoni na kushtuka kiasi moyoni baada ya kuona jambo fulani ambalo sikuwa nimelitarajia kabisa. Sauti ilitoka kisema kwamba mambo vipi Jesse? Swali hilo halikuulizwa na Miriam bali mtu aliyekuwa amesimama nyuma yake. Tena nikisema nyuma yake, yani namaanisha alikuwa amegusanisha mwili wake karibu zaidi na mwili wa Miriam kutokea nyuma. Mtu huyu alikuwa ni mwanaume mrefu, mweusi, ambaye alikuwa mwenye mwili mkubwa kiasi cha kuwa mnene, akivalia sweta zito jeusi lenye kufunika kichwa chake kuniruhusu kuona tu uso wake wenye ndevu nyingi kutokea kwenye timba uliokuwa makini vibaya mno. Kumtazama kwa makini usoni kukawa kumenifanya nimtambue.
Alikuwa ndio yule jamaa aliyenifuatilia kule Kariakoo ile Ijumaa kabla ya mimi kufanikiwa kumpiga chenga. Ndio huyu aliyekuwa amemshika Miriam sasa. Kuangalia vizuri jinsi jamaa alivyokuwa amekunjia mkono wake mmoja usawa kiuno chake Miriam, ndio nikawa nimeona kisu kifupi na kinene kiganjani mwake ambacho alikigusisha kwenye nyonga mwanamke huyo. Ai kudadadeki. Pigo moja zito la rohoni likafanya nihisi kama vile mwili wangu wote unarusha damu huko na huko, kwa sababu niliingiwa na hisia kali sana ya hofu. Miriam alikuwa amesimama kwa kutulia, akiniangalia machoni kwa mkazo ulioonyesha hisia kubwa ya hofu iliyokuwa imemwingia. Na huyo mwanaume akaweka kiganja chake kingine usawa wa shingo wa Miriam kwa njia ya kuikaba kiasi kutokea nyuma. Jamaa akasema kwamba naona huko unaenjoy kidogo na watu wako, au sio? Leo akaunti itakuwa imesoma fresh. Mwanaume huyo akasema hivyo. Alikuwa anaongea kwa njia fulani hivi kama vile anataka sana nimwogope. Besi nzito nini? Akivuta maneno yake na kuniangalia ya kikatili eti. Nami nikaonyesha kutaka kupiga hatua kumfuata. Akaniambia kwa sauti ya chini ya kwamba tulia hapo hapo. Nikaganda na kuendelea kumwangalia kwa makini. Jamaa akasema kwamba kama umecheza na wengi, jua kwamba kwangu hautakuwa na hiyo nafasi. Jaribu kupiga hatua uone nitamfanya nini huyu mwanamke. Aliongea kwa sauti tulivu. Aliposema hivyo, niliona akizidi kukandamizia kisu kwenye nyonga ya Miriam, huku sasa akikandamiza shingo yake kwa nguvu na mkono wake mwingine. Naye Miriam akapandwa na woga zaidi na kuniangalia kwa hofu, huku sasa akipumua haraka haraka kiasi. Nikamwambia kwamba bro, tulia, usifike huko. Nimwambia kwa sauti ya chini kwa njia kumtuliza. Nilikuwa natamani atokee hata mtu mwingine hapo upesi ili nijaribu kufanya jambo fulani vya haraka, lakini hakuna nafasi yoyote iliyosogea upande huu. Huyu jamaa akawa ananiangalia kwa utulivu, lakini kikatili. Sijui hata alikuwa ametokea wapi ghafla namna hii. So nikamuuliza kwamba wewe ni nani na unataka nini? Unataka pesa ama? Jamaa akachezesha midomo yake taratibu kama kuonyesha amekerwa. Naye akasema kwamba nataka tuongee. Basi nikakunja uso kimaswali. Akaniuliza kwamba unaliona ile pale gari jeusi? Nikatazama mpaka upande wa barabarani kule na kuona gari jeusi lenye kung'aa aina ya Toyota Vanguard. Nami nikamwangalia jamaa. Akasema kwamba ndani ya dakika 5 wewe umefika na kuingia humo. Alisema hivyo. Nika sasa nimeshagundua mwanaume huyo alikuwa ametumwa na mtu fulani. Nami nikawa namwangalia kwa mkazo tu. Akalisogelea shavu la Miriam karibu zaidi na kusema kwamba la sivyo huyu mwanamke atakufa na wote waliokuja nao watakufa. Kwa hiyo sitaki kujua ni jinsi gani, jua tu kwamba hilo ni uhakika. Basi Miriam alikuwa amefumba macho sasa. Alijikaza kutokana na kuhisi maumivu sehemu fulani hivi mwilini mwake. Nikakaza meno yangu kwa nguvu nikihisi hasira sana. Nami nikamwambia jamaa kwamba sawa nakuja. Mwanamume huyo akatulia kidogo akinitazama kwa utulivu makini, kisha akamwachia Miriam na kumsukuma kiasi mbele. Miriam akakaribia kuangukia upande niliokuwa sasa nimesimama, nami nikamwahi na kukumbatia mwili wake ili asidondoke. Na nilijua huyo jamaa alikuwa ameshaanza kuondoka kuelekea huko ambako gari lilikuwa limepaki. Sasa Miriam akawa anapumua kwa pressure kiasi fulani hivi, yani mpaka nikahisi huyu mapigo yake ya moyo yapo kasi sana. Nami nikamwachia taratibu ili sasa nimtulize kwa maneno. Lakini nilipomwangalia usoni, nikakuta machozi yakimtoka kabisa, huku sasa akipumua haraka haraka kwa hofu. Nami nikaingiwa na simanzi na kumkumbatia tena, nikificha kichwa chake kifuani kwangu. Akawa amenikumbatia kwa nguvu pia, huku sasa akivuta nguo yangu mgongoni. Nami kikweli nilihangaishwa sana moyoni na hili tukio. Amani ikawa imevurugika tena. Nikiwa nimeendelea kumshikilia, nikasema kwamba samahani Miriam, naomba nisamehe kwa tafadhali naomba tu nisamehe. Nilishindwa hata kuelezea namna ambavyo nilijihisi vibaya sana. Nami nikamwachia tena taratibu na kuanza kumfuta machozi. Vipi, kuna sehemu yote amekuumiza? Umeumia hapa? Nimeuliza hivyo huku sasa nikimwangalia usawa wa ubavu wake. Akatikisa kichwa kukanusha hilo, huku sasa akitazama chini. Nikawa bado nimeishika shingo yake, huku sasa nikimwangalia kwa hisia sana. Nami nikamwambia kwamba nahitaji kwenda. Akaniangalia usoni. Utawaambia wengine nimepatwa na dharura. Tutaonana baadaye, sawa? Nikamsemesha kwa sauti ya chini. Sikujua angesema nini kwa wengine, ila hapa nilitakiwa kujali muda niliopewa. Hivyo sikusubiri anijibu. Badala yake nikamwachia taratibu shingoni ili sasa niondoke. Lakini akaushika mkono wangu na kuukaza zaidi kama
anayeurejesha shingoni kwake. Nami nikamtazama machoni kwa makini. Akasema kwamba huyo mwanaume ni nani na kwa nini uende tu usiende huko Jaden? Tuwapigie mapolisi kama hao ndio wale watu, mpigie Ramadhan. Nikaishika tena shingo yake na kusema kwamba hapana Miriam, acha niende. Usijali, sawa, nitakuwa sawa tu. Najua jinsi ya kushughulika navyo hivi vitu, kwa hiyo wala hata usiwaze. Ondokeni hapo upesi sana, tena kwa uangalifu. Nitahakikisha hamna mtu anawasumbua, sawa? Lakini wakikuumiza je? Hawana hiyo jeuri. Nitarudi nikiwa sawa Miriam, umesikia? Promise? I promise. Basi akabaki akinitazama kwa hisia za wasiwasi mwingi, nami nikamwachia na kutoa simu yangu mfukoni, kisha nikampatia kiganjani. Alinitazama kwa kutokuelewa kwa nini nilimpa simu yangu, lakini sikubaki kuelezea maana yangu na kuanza tu kuelekea huko juu. Sijui dakika 5 zilikuwa zimeisha, I don't know. Sikuona shida yoyote kwa sababu nilikuwa naenda. Na nilikuwa nina hasira sana. Ile hasira yani inaokufanya utamani kuona utumbo wa mtu unatoka ndani ya mwili wake. Ndio naridhika sasa. Huyo bwege sijalitoa wapi jeuri ya kumshika Miriam namna ile. Kutishia maisha yake mbele yangu. I say, hakujua tu. Yaani alikuwa amenichokonolea sehemu mbaya sana. Anamtumia Miriam kunikamata mimi. Kweli. Niliendelea kulifuata gari hilo mpaka nilipolifikia karibu, na usawa milango yake bwana, mlango wa nyuma ukawa umefunguliwa kutokea ndani. Nikageuka nyuma na kumtazama Miriam. Kukuta mwanamke huyo akiwa amesimama pale nilipokuwa nimemwacha, nami nikampa ishara kwa kidole chini kuwa awahi kuwaondoa ndugu zake hapo. Naye akatikisa kichwa kukubali, kisha akarudi kule tulikoacha wengine. Nikaushika mlango huo wa gari na kuingia humo. Na niliyekuta amekaa hakuwa mwingine ila Mheshimiwa Sudi mwenyewe. Kama nilivyopigia picha, ni huyu Pimbi ndio alikuwa amemwagiza mbwa wake anifuatilie siku ile huko Kariakoo. Na pia aje hapa na kutishia maisha ya Miriam ili kuipata attention yangu. Na kweli akawa ameipata. So nikatazama na mbele ya gari nikamwangalia huyo jamaa aliyekuwa ameagizwa kunifuata muda mfupi nyuma, akiwa ndio dereva wa gari hili pia. Nami nikakaa kwenye siti vizuri tu na kufunga mlango kwa nguvu. Sudi akatabasamu kiasi na kuangalia mbele, na gari hilo likaondolewa hapo kuelekea safari ya kwenda nisikokujua. Ni ukimya tu ndio uliofuata kwa muda wa dakika chache ambazo zilipita nikiwa ndani ya gari hili pamoja na Sudi. Sikumwangalia hata mara moja tokea tulipoondoka huko Viva. Na hakusema lolote lile wala kutenda chochote kile mpaka tulipofikia maeneo ya Mkwajuni. Na hapo gari likawa sasa limesimama kwenye eneo la maegesho ya magari mbele ya jengo moja hivi lenye maduka ya bidhaa. Saa moja ilikuwa imekwisha ingia. Na kutokea upande tuliposimamia jengo la hoteli la Royal Village ambapo Madam Betha alikuwepo lilionekana vizuri tu. Na jambo hili likavuta umakini wangu na kunifanya nimtazame Sudi. Alikuwa na maana fulani kunisogeza upande huu. Huenda alikuwa akitaka nishuhudie jambo fulani ama aniagize kufanya jambo fulani. Sasa yule mwanaume aliyemtishia Miriam muda ule akashuka kutoka siti ya dereva na kusimama nje pembeni ya gari. Nikabaki mimi na bosi wake tu ndani. Na alionekana kutulia sana huku sasa akitazama huko nje kuelekea hoteli ya Madam. Akiwa ndani ya suti nyeusi na miwani ya macho usoni, alionekana kuwa kama mtu aliyetoka kwenye mkutano fulani virasmi ama ndio alikuwa akielekea huko. Na ndio akawa sasa amenigeukia. Alinitazama usoni kwa utulivu tu. Naye akasema kwamba wewe ni msumbufu sana. Nikamuuliza kwamba mimi nimekufanyaje? Jamaa akasema upokee simu, haujibu message. Umenifanya nimekutafuta mpaka huku. Nikamwambia kwani ulilazimishwa? Akasema kwa ukali kwamba we usinisemeshe hivyo. Basi nikatolea kidogo nikimtazama kwa hisia kali usoni. Nami nikamuuliza kwamba wewe unachotaka kutoka kwangu ni nini? Kwa nini umenileta hapa? Jamaa akasema kwamba nilikupa masaa machache ya kunipa jibu lakini ukakaa kimya. Nikamwambia jibu gani? Kwamba yani nitajiunga na nyie ama itaweka utofauti upi ule nikikataa ama nikikubali kuwa support na mipango yenu ya kumondoa Betha? Yani mimi yani itawazuia yani kuifanya hiyo mipango yenu kama nikikataa ama simtaniwa tu? Jamaa akasema kwamba hujakosea, ila kama nilivyokuambia hakuna faida yoyote kukuua kwa sababu wewe ni asset nzuri.
Nikaambia kwamba kwa hiyo umekosa fundi mwingine ama hata kufanya utafiti wa jinsi ya kuboost ubora wa madawa yako mpaka unifuate mimi, si ndio? Ama jamaa akasema kwamba na njia zangu ambazo yani ni place kuhakikisha kwamba naendeleza kile ambacho kilikuwepo na kukiondoa kilichokuwa juu yake, ili mimi nikikalie ni njia ya kwanza kuhakikisha kwamba nakiendeleza hivyo. Sasa nikamtazama jamaa kwa makini sana, kisha nikasema kwamba kwa hiyo unataka kuchukua biashara zote za Betha, si ndio? Jamaa akasema kwa part. Alisema hivyo nikiwa nimemuelewa. Nikauliza kwamba kwa hiyo unataka kuwageuka wenzako wote, si ndio? Jamaa akasema sio wote, ila wale ambao hawako na mimi. Nilicheka nikasema, Sudi, hivi umekula unga mwingi sana leo Yaani unafikiria kumwangusha Betha na Festo, utaweza wewe? Sudi akasema kwamba hilo halikuhusu. Mimi nimekufuata mwenyewe kwa mara ya mwisho kukuuliza kama uko on board na mimi ama kama bado unataka kubaki kuwa malaya wa huyo mwanamke. Jamaa aliongea hivyo. Nikasema kwamba Betha ningekuelewa, labda hata nafasi unaweza lakini kwa Festo umechanganyikiwa. Basi nisema hivyo. Sudi akatoa bastola kutoka kiunoni kwake na kuielekezea kwangu, akikandamizia kwenye ubavu wangu wa kulia. Nikatazama pembeni kiosa najikaza kihisia, maana jamaa alionekana kuwa mbali na mchezo wa kitoto. Neno moja la kipuuzi tena lingenimaliza. Jamaa akaniambia kwamba nipe jibu, maneno mengi hatakusaidia. Nikamuuliza kwamba jibu kwa swali gani? Jamaa akauliza kwamba utakuwa upande wangu au la. Nikabaki kimya tu, huku sasa nikiangalia mbele. Akacheka kidogo kwa pumzi, kisha akasema kwamba unajua itakuwa raha sana kukuua wewe kijana, kwa sababu unajifanya una mdomo mrefu sana. Nakumbuka hata kwa mara ya kwanza umekuja kule room ulinitunishia kifua, lakini bado hauna kifua cha kukingia, yani cha kukingia mtu kama mimi mdogo wangu. Ungekuwa umeliwa sana na upuuzi wa Betha, basi ungekuwa umeshamwambia kuhusu mipango yetu. Lakini haujafanya hivyo, kumaanisha kwamba hata wewe haumwamini, ila huko pale tu kama njia ya kupata unachopata na unajiaminisha kwamba kinakutosha, ila moyoni unajua kuwa wewe ni bullshit tu. Niliendelea kutulia tu huku nikiangalia mbele. Basi jamaa akaitoa bastola bavuni kwangu na kusema kwamba achana na kiburi mdogo wangu, umesikia? Achana na kiburi Nsamboi, nakupa masaa 12 ya mwisho, na nimeshakwambia yale ninayopanga kufanya kumuondoa huyo malaya hayakuhusu. Kinachokuhusu ni wewe kuwa upande wangu kwa ajili ya kazi. Yakipita masaa 12 na uhesabu kabisa, yakipita haujanipatia jibu, nitamuua na huyo mwanamke wako mwingine. Nikamtazama kwa mkazo sana machoni baada ya yeye kusema hivyo, nikijua alimaanisha Miriam. Akamaliza kwa kusema kwamba umenisikia, atakufa halafu na wewe utafuata. Mapigo ya moyo wangu yalikuwa yanakimbia kwa kasi sana, nikihisi hasira na hatia kwa wakati huo kujua kwamba nilikuwa nimemwekea Miriam shabaha mbaya kutoka kwa huyu mpuzi aliyekuwa ananitaka nijiunge kwenye upuzi wake. Jamaa kauliza kwamba simu yako iko wapi? Nikatazama pembeni tu na kusema kwamba nimeisahau huko tulikotoka. Sasa akashtua cheko ya pumzi, akasema kwamba okay, haina shida, naona una akili sana, namba yangu unayo, lakini nitafute kabla ya mimi kukutafuta JC. Usijifanye roho sana kwa huyo mwanamke, umesikia? Hakupi lolote la maana hata zaidi ya wanawake wengine wote unaoweza kuwa nao. Na ukinifanyia kazi mimi, utapata mengi mazuri zaidi ya ulionao sasa hivi. Nikamuuliza kwamba unamaanisha kazi nikiwa kama mfungo wako? Sudi akasema kwamba unavyotaka, lakini utapata faida kubwa, trust me. Ni bora uwe kama mfungwa rafiki wangu, hata kama kwa kutopenda, ili tu unufaike, kuliko ni kuone kuwa adui kwa sababu unajifanya loyo kwa maasimu wangu. Anachokutishia Betha kwamba atakufanya, mimi nimeshafanya mara 100 zaidi yake, na ninajua jinsi ya kumuondoa. Kinachobaki ni wewe kuamua utasimama wapi, maana himaya na upande utakaobaki kusimama utakuwa wangu tu. Kwa hiyo kazi kwako. Hainiambia hivyo. Sasa mimi nikaendelea kutulia sasa, nikikunja ngumi kwa kuhisi hasira kali mno. Yaani nilitamani kufanya jambo baya sana ndani ya hili gari. Basi tu akaweka bastola yake pembeni na kuniambia kwamba shuka, nenda kwa mwanamke wako ukitaka, ama nenda nyumbani usipotaka bana. Mimi niko macho na wewe JC. Lolote utakaloamua, jua tu kwamba litakuathiri aidha kwa ubaya au uzuri.
So amua kwa busara mdogo wangu. Basi mimi sikutaka kabisa kuendelea kukaa humo tena. Yaani hapo hapo nikaufungua mlango wa gari hilo na kushuka. Kisha nikasogea pembeni na kusimama sasa nikijitahidi kupumua kwa utaratibu. Hizi issue walizofanya hawa watu zilikuwa drama za kijinga sana. Hasira ilikuwa imenikaba, nami nikaligeukia gari hilo na kumuona yule mwanaume aliyemshika Miriam muda ule akiingia humo tena. Na alikuwa akinitazama usoni kwa umakini sana. Vile vile na mimi nikimwangalia kwa hasira ya wazi. Gari hilo likawaka na kuondoka eneo la hapo upesi. Nikibaki nimesimama kulitazama tu jengo la hoteli ya Royal Village. Nilikuwa nimejiingiza kwenye mambo gani haya jamani? Yaani sikujisikia vizuri kabisa, hasa baada ya watu kuanza kutishia maisha ya watu wengine eti kisa tu wanataka niwafanyie kazi. Wakati mpango wangu wa mwanzo ulikuwa mimi kutengeneza dawa chache tu kumzuzua Betha, kujua njia zao na kuwapromosha, lakini ni kama sasa hivi mimi ndo nilikuwa naelekea kuporomoka. Na Ramadhani kwa nini alikuwa kimya tu mpaka sasa hivi? Nilihitaji kujua la kufanya ese. Mambo yangechacha vibaya kwa sababu mengi yalikuwa yananichanganya. Sikujua nifanye kipi ambacho kisingekuja kukoroga kingine vibaya. Na hivyo nijikute sehemu mbaya zaidi. Kutulia tu haingekuwa jambo sahihi, hasa kutokana na kutokujua maaskari wangechukua hatua lini hususan kabisa. Kwa hiyo sasa hivi ningedili na hii issue ya Sudi mimi mwenyewe. Ningesimama pale nilipoona panafaa kusimama, hata kama na penyewe palikuwa pabaya. So nikaamua kurudi nyuma, nikitembea taratibu tu kuelekea stendi ya makumbusho ili sasa nikachukue daladala za kunirudisha Mbagala, na nikafanikiwa kupata moja kabla hata ya kufika stendi. Ndio tukageuka na safari ikaanza. Sasa kutoka huko mpaka Mbagala ilichukua muda usio mrefu sana, yani saa 3 tu nikawa hayo maeneo. Nami nikaamua kwenda pale Zakem kwanza kwenye gym fulani hivi kupasha viungo na nini, ndio nielekea kwa Nkia. Kulikuwa tu na ile hisia ya hatia iliyoendelea kuzunguka ndani yangu kila mara nilipokumbukia namna ambavyo Miriam alihatarika leo kwa sababu ya mambo niliyokuwa nimejiingiza kufanya. Yaani nilihisi kujichukia kabisa kila mara. Yaani taswira ile ilipokuwa inarudia kichwani. Basi tu. Kwa hiyo nilipoingia kupasha mwili ikawa zaidi ya mipasho, maana nilishusha na kupandisha chuma nzito haswa ili ni utese mwili vilivyo. Sikupumzika hata mara moja kwa saa nzima yani. Mpaka wananiambia saa 4 ndo muda wa kufunga. Tayari ilikuwa imeshaingia na kusogeza dakika. Kwa hiyo nikalipia. Kisha nikatoka na kutafuta bafu zuri tu la umma kwa ajili ya kujimwagia kidogo, alafu nikaondoka maeneo hayo. Na bado nijihisi mchafu tu, hivyo ningeenda kurekebisha hilo zaidi nyumbani kwa Nkia. Nimekuja kufika hapo kwenye nyumba ya likizo ikiwa inaelekea kuingia saa 5. Nami nilipofikia hapo getini kwetu, upande wa pili wa ukuta nikawa nimemuona bibie Miriam akiwa amesimama pale kwenye uvaranda wao. Yaani wakati nimefika hakuwa ameniona kwa sababu alikuwa kama anatembea kwa kuzunguka akionekana ni kuwa mbali kimawazo. Ndipo alipotazama huko akawa ameniona. Niliingiwa na hisia za simanzi na furaha kwa wakati huo. Nikifurahi moyoni kumwona, lakini nikihisi huzuni kutokana na yaliyotokea huko Sinza. Baada tu ya yeye kuniona, akatoka hapo varandani na kuvandala zake, akisogea taratibu kuelekea gari lake kama ni kutaka kunifuata huko kotani. Nami nikaingiwa na msisimko na kuamua kwenda getini kwao pale. Upesi tu yani. Nikalifungua na kukutana naye akiwa sasa anakuja upande wangu taratibu pia, akivalia dera la kijani wakati huu na nywele zake zikibanwa juu ya kichwa chake. Nasi tukasimama mbele ya mmoja na mwenzake sasa tukiangaliana machoni kwa subra. Ilikuwa ni subra ya kutaka mmoja kati yetu aanze kuongea. Na yeye Miriam aliniangalia hapa na pale, utafikiri alikuwa akitafuta kuona kitu fulani mwilini mwangu. Kisha akanitazama tena machoni. Jaide, Miriam. Sote tukajikuta tunatamka majina kwa pamoja na kuishia njiani, kisha tukaendelea kutazamana machoni kwa utulivu. Uko sawa Jaden? Ndio, niko sawa. Vipi wewe? Niko poa. Basi nikaweka viganja vyangu mdomoni kwa pamoja, nikionyesha namna nilivyokuwa na hisi vibaya mdomoni. Kisha nikamwambia kwamba Miriam, nakuomba unisamehe sana tu. Nisamehe kwa kilichotokea, yani sijui hata niseme vipi yani. Haina shida Jaden, usijali. Aliniambia hivyo kwa sauti yake tamu. Nikamwambia no Miriam, yani kilichotokea hakikuwa sahihi. Ninaomba sana unisamehe na kuahidi haitatokea tena. Nimefanya maisha yako akawa kwenye hatari. Yani siwezi hata kujisamehe kwa kweli.
Useme hivyo bwana, haina tatizo, mimi niko sawa. Kilichotokea kimetokea. Kwa upande wangu hakuna madhara yoyote yalionipata. Vipi, wote merudi salama? Ndio, wote tumerudi vizuri, kwa hiyo usihofu. Basi nikaangalia chini kwa huzuni kiasi. Akauliza kwamba ilikuwaje, yani ulienda wapi muda ule? Haikuwa mbali sana, niliitwa tu kuongea na hao watu ndo nimerudi. Mbona nahisi kama vile mambo haendi vizuri kwa huo upande Jaden? Ulisema mnaelekea pazuri. Wangekamatwa siku 2-3, si ndio? Mbona bado hapo? Yaani mbona bado hapo tu watu? Alafu kwa nini unakutishia? Kuna vitu wanataka nifanye. Wanafikiri niko upande wao. Bado naigiza ni mpaka mapolisi wakiwashika, ila ndo bado hawajawashika. Yaani hawa jamani wanalazimisha. Wanakulazimisha ufanye kitu fulani kibasi, ndio? Yeah. Basi kwa nini sasa usimwambie Ramadhani ili waishe kuwakamata? Ndio kilichopo Miriam, najua. Rama na wenzake kuna vitu wanaandaa, ndio maana wanachelewa kwa sababu hawa watu ni wengi. Lakini usijali, watakamatwa tu, muda si mrefu najua watakamatwa. Basi Jaden, unajiweka kwenye hatari sana. Alafu kwa nini hata uogopi? Si waogopi wao Miriam, ila nisipochukua hizi hatua naogopa tu yale watakaowafanya kwa watu nawapenda. Basi akabaki akinitazama tu. Nami nikamuuliza kwamba mbona bado uko nje, wengine wameshalala? Bado sio wote, nilikuwa tu Akaishia hapo baada ya kuonekana akitaka kusema kitu fulani hivi kunihusu. Nami nikatulia na kuendelea kumwangalia usoni kwa macho yenye subra. Nilikuwa nasubiri urudi ili nikupatie simu yako, kuna watu wamekutafuta. Nikatikisa kichwa kuonyesha nimemwelewa. Lakini Jaden, uwe mwangalifu sana na kuomba sana, mambo sio mazuri eti. Najua nitajitahidi sana Miriam, na inabidi nijitahidi kuwa mbali na nyie kwa muda mfupi mpaka haya yaishe. Kwa nini? Kama tulivyokuwa leo Miriam, sitaki, yani jambo kama hilo litokee sitaki tena. Nimejisikia vibaya mno, kwa hiyo siwezi kuelezea sana. Basi nilimwambia hivyo kwa hisia. Akakishika kiganja changu kimoja kwa chini na kusema kwamba usijali, ninaelewa. Lakini usijiweke mbali na sisi Jaden kwa sababu hiyo. Hapa sisi sote ni familia na ni vizuri hawa wengine hawajui kuhusu haya. Mimi naweza kuwa makini, la muhimu tu ni wewe kuwa mwangalifu zaidi, maana upo huko muda mwingi. Na tena naona kama Ramadhani anakuhatarisha wewe zaidi Jaden. Ni bora uongee naye akwambie wanachukua hatua lini ili yasije kuzuka mengine yasiyotakiwa. Mimi nimeshaona hao watu ni hatari kweli kweli. Na wewe haufai kabisa kuendelea kujiweka huko. Aliongea kwa busara na hisia za kujali waziwazi. Na mimi nilikuwa nimetulia tu nikimtazama machoni kwa hisia sana. Akauliza kwamba umenielewa? Nikatikisa kichwa kukubali maneno yake kwamba nimemwelewa. Sawa, vizuri kama umenielewa, lakini fanya hivyo hapafai kabisa. Yaani umeshaanza kunifanya niwaze kwamba unaweza kaondoka alafu sirudi tena. Jambo lolote baya kukupata inawezekana, maana nimeshaona hiyo risk ipo. Na kikweli yani utanifanya ni. Binti akaishia hapo tena na kuendelea kunitazama machoni kwa utulivu. Nami nikamwangalia usoni kwa matarajio mengi. Sijali takata kusema nini, singemalizia tu. Ukipata na jambo baya Jaden, wote tutaumia sana. Kwa hiyo kuwa makini sana. Ifike mahali uachie polisi ndio wadili nayo mambo. Jiweke pembeni kabisa, maana imeshakuwa hatari mno, sawa? Miriam alikuwa ameanza kuonyesha kunijali sana. Tena sana yani. Jinsi alivyokuwa ananiangalia na kunisemesha alionyesha hilo. Yani lilionekana kabisa kwamba huyu binti ananijali. So mimi nikakikaza kiganja chake zaidi. Nami nikamwambia kwamba usijali, nitafanya hivyo. Kila kitu kitakwenda poa tu, sema napenda kujiona kama Superman sometimes. Kwa hiyo kuiishi hiyo ndoto ni muhimu kama hivi, angalau najikuta na mimi ni Superman nini. Ila ndio najua sitaki kwenda mbali mno. Bado kuna mambo mengi mazuri sitaki kuyaacha. Basi binti akatabasamu kiasi kwa hisia. Nami nikatabasamu pia. Uonyesho wa hisia za kujaliana ukionekana kwenye uso zetu. Ikawa wazi kwamba sote tulipenda ukaribu huu uliokuwa ukizidi kuwa na nguvu baina yetu. Yaani kihalisi kwangu mimi zaidi, kwa kuwa sikujua ikiwa yeye alivutwa namna hiyo. Akaacha kuniangalia usoni na kutazama mikono yetu ambayo haikuonekana kutaka kuachiana viganja. Nami nikaitazama pia. Nilipenda sana hii hali ese.
Nadhani aliona kwamba sikuwa na nia ya kutaka kukiachia kiganja chake kabisa. Hivyo akakitoa chake kwangu taratibu na kusema kwamba twende ndani basi ukamsalimie mama mkubwa, bado yuko sebleni. Hapana, ishakuwa usiku na nahitaji kuziondoa hizi nguo mwilini maana siko fresh sana. Na nahitaji kupumzika pia. Na wewe najua unahitaji kupumzika, so nitaonana nao kesho. Nilimwambia hivyo huku sasa nikirudi nyuma kidogo. Binti akasema sawa, wacha nikuletee simu basi. Nikasema poa. Bibi akaniacha hapo nje nikimtazama tu mpaka alivyokwenda ndani na kurudi tena, na of course sifichi, nilipenda sana miondoko yake. Akiwa amevaa dera, huko nyuma palikuwa panatetemesha bonge moja la muziki bila speaker za sabufa kudaradeki. Ilikuwa ni rahisi kusahau matatizo kabisa. Nikajikuta napata tu amani kiasi baada ya pindi hiyo iliyoonyesha kwamba Miriam alinijali sana na hata matumaini ya kupata matokeo chanya kwenye jaribio langu la kumwambia hisia zangu kwake yakawa ni mazuri. So akaniletea simu na kunishikisha kiganjani na akasema kwamba mama yako ndo amekupigia zaidi, hakikisha unaongea naye upesi. Nasi mimi nikamwangalia kutabasamu kiasi kisha nikamwambia kwamba sawa, asante. Haya, usiku mwema. Kesho si utakuwepo au? Nitatoka, nitaenda kudili na hayo mambo kwanza. Nitaongea na Ramadhani pia, alafu ndo baadaye nitarudi. Sawa, uwe makini Jaden. Usijali. Kumbuka mimi ni Superman. Nilimwambia hivyo na kukunja mkono kwa juu kumuonyeshia nguvu. Alitabasamu kiasi. Vipi na wewe? Kesho kazini, si ndio? Kesho naingia kazini kama kawaida. Kwa hiyo ndio hivyo, sema tu yani nielekee tena huko kudili na mambo mengi kwa sababu naona tu mambo yanaongezeka tu. Alisema hivyo kwa njia fulani hivyo kuazika. Jambo hili ikanifanya nikumbuke kile ambacho Bizaadi aliniambia ile asubuhi kuhusu maongezi ya kwenye simu ya bibie aliyohisi yalihusu tatizo fulani. Nami nikamuuliza Miriam kwamba kuna shida fulani kazini. Shida? Hapana, kila kitu kiko sawa. Mbona nisi kama kuna tatizo na uniambie? Jadi usijali bwana, kuna issue ya Miriam. Nakujua vizuri. Najua kuna issue na kusumbua, lakini inataka ni kama unataka kuibeba wewe mwenyewe. Hakuna tatizo hata na hilo. Ila mimi si rafiki yako. Unaweza tu kuniambia. Niko sahihi. Kuna issue na kusumbua, si ndio? Niambie tu. Labda nikachangia mawazo na nini. Anyway, huko sahihi ndio. Kuna yani hata ingawa sasa hivi Joshua amewekwa jela lakini bado ananumiza sana kichwa. Joshua amefanyaje? Alikuwa ametoa ahadi ya kuuza nyumba yake kulipia pesa za wale watu alizokula kwenye lile sakata la shamba la mam. Wameiuza lakini pesa haijatosha, bado wanatakiwa zaidi. Na hao watu wamefanya contact na mimi kuniambia kwamba aidha walichukua shamba la mam ama waiuze na nyumba yangu. Nyumba? Kwa nini? Yaani Joshua alipokea kiasi gani kwani? Milioni 23. 23? Joshua alikula milioni? Alizipeleka wapi zote hizo hela? Msijui hata kwa kweli. Ina maana shamba la mam ni kubwa kiasi hicho? Ni kubwa ndio. Joshua kumbe alikuwa amepewa pesa yote ya manunuzi, lakini sijui akaipeleka wapi, na inaonekana alikuwa amezipokea hizo pesa muda sana. Sasa sijui akaenda kuzitupa wapi na wajinga wenzake. Kwa hiyo wameuza nyumba yake, karibia kila kitu chake, bado inahitajika milioni 10. Wanataka kuiuza nyumba yangu ama walibebe shamba la mam. Wana haki zote na nimepewa masaa 48 tu. Yaani kesho kutwa ndio nimeshalipa. Sasa pesa sasa hivi yani ilivyo ngumu hivyo milioni 10. Mimi tena ndo nilipe huo upuzi wa Joshua ni Jaden. Jamani basi tu. Miriam aliongea hivyo kwa kutatizika sana. Paka nikamwonea huruma zaidi. Kumbe alikuwa na jambo zito namna hiyo la kushughulikia. Ni hapa kweli ndio nikawa nimekumbuka maneno ya mzee wangu siku ile nimekwenda kwenye kampuni yake aliposema kwamba isingekuwa rahisi sana jambo hilo kufumbiwa macho kisa tu Joshua alikuwa amefungwa. Ni lazima kampuni kama kampuni ndio ingekuwa imetoa agizo la kurudisha pesa zake hata iweje. Kwa hiyo jitihada ya mzee wangu kujaribu kuliondoa hilo swala inaonekana lilishindikana, ama labda alisahau kulishughulikia. Bado kuna vitu vingi vilikuwa vinanichanganya. Yaani haikueleweka vizuri hizo pesa zote zilienda wapi. Kwa nini bado Miriam aliendelea kusumbuliwa kwa kuonwa kuwa ni mbabaishaji ingawa hayakuwa makosa yake? Na haya yote yangeishia wapi?
ila najua hata iweje Miriam asingekubali kuwaachia hao watu hilo shamba. Yaani lazima angepambana tu, hata kama wangekuwa wamempa masaa 10. Ilikuwa ni mtihani mgumu kwa upande wake kwa kweli, lakini nilitaka kuhakikisha anafanikiwa kupita kwa matokeo mazuri. Bibi akajipa utulivu na kusema kwamba ila ngoja nitashughulika nalo tu, mambo yatakuwa sawa. Nikamuuliza na hakika na hilo? Nimuuliza tu kwa pole. Na yeye alibaki kuniangalia usoni kwa pole tu. Tuseme hayo masaa yakipita haujaweza kuwalipa, unafanyaje? Usijali, nimekwambia nitadili nalo, usijali. Wewe nenda tu kapumzika Jaden. Miriam, tafadhali nenda Jaden. Nikaona kuwa bibi hakutaka kuendelea kulizungumzia swala hilo. Na ilikuwa wazi kwangu kwamba uzito wa jambo hili ulimtatiza sana. Kwa hiyo nikaamua kumwacha tu na kuelekea kwa Nkia. Mambo yalikuwa yameanza kuwa mengi sana na yalikuwa kwa njia nyingi. Yaani naweza kusema ni kwa njia nyingi hasi tu. Maadui walikuwa wanaongezeka na kuongezeka. Na wakiongezeka wanaongeza matatizo. Sikujua hatima yangu na Miriam ingekuwa vipi baada ya leo. Na baada ya kuona Kevin mume wa dada yangu akiwa sasa amenitafuta usiku huu pia kwa simu, kukanifanya nichoke zaidi. Furushi la kubeba lilikuwa kubwa. Lakini nikaamua tu kuweka mengine pembeni kwanza na kumpigia mama yangu simu. Nilimkuta Nkia akiwa ndani pamoja na mama Chande, yani shoga yake nini, wakisimliana yale ya visinia huko Sinza, na Nkia kuuliza nilikimbilia wapi bila kuaga. Lakini nikaishia kuwapa salamu tu na kuelekea chumbani kuzungumza na mzazi wangu, nikimwambia Nkia tutaongea vizuri baadaye. Basi nikaingia chumbani na kuanza kubonga na mama. Alikuwa ananijulia hali na aliuliza ningetoka huku lini kwenda kuwaona tena, maana alinikumbuka sana na kuna mambo tulipaswa kuzungumzia. Nami nikamwahidi kuwa siku sio nyingi ningekwenda kumsalimu, kwa hiyo anisubiria tu. Nikataka kumuulizia na mzee, ila nikairisha tu, maana mambo yangekuwa mengi. Najua tu wakati mzuri wa kuyaongelea ungefaa kwa kesho. Kwa hiyo nikamuaga mama baada ya maongezi mazuri baina yetu. Kisha nikamtumia sasa askari Ramadhani ujumbe mfupi. Najua tulipangana kwamba ningepaswa kusubiri tu, lakini mambo yalikuwa yanabadilika upesi wakati huu, tofauti na ile mara ya kwanza nilipokutana naye. Nilihitaji nijibu haraka ili kumwandaa na haya mapya, lakini hakunijibu hata kwa namba ngeni. Hivyo jambo hili lingekuwa la uhakika. Kuanzia sasa issue hiyo ya Betha na Sudi ningeshughulika nayo kwa njia yangu mpaka pale ambapo maskari wangeacha urembo na kupiga hatua yao. Hali ingebadilika muda wote ule. Kwa hiyo ningefuata kile ambacho moyo wangu ungeniambia ni sawa kufuata na kufanya kituo kikuu. Sasa mimi sikuhisi njaa kabisa. Yaani nikavua tu nguo na kwenda kujimwagia tena, viungo bado vikiwa vinauma kiasi. Nami nikawaacha wakina Nkia sebreni wakimalizia mapatano yao. Kesho ikiwa ni Jumatano, najua nilikuwa natakiwa kuamka mapema kabisa na kwenda huko supermarket na kwake Betha kama alivyokuwa amenielekeza. Kwa hiyo nikajitahidi kutafuta usingizi mapema ili mwili upumzike vya kutosha. Basi asubuhi ya saa 1 nikawa nimeshtuka, na ingawa usingizi bado ulikuwa ukinivuta, nikajitahidi kuamka ili sasa nifanye maandalizi ya kuondoka kwa upesi. Jana sikuwa nimehangaika sana kuwatafuta watu wengine walionitafuta kwenye simu isipokuwa mama tu, na hao walikuwa ni pamoja na huyo Kevin, Dina, Soraya, Adelina, Bobo, Tesha na marafiki zangu wengine pamoja na Madam Betha pia. Ingawa tulikuwa tumeshaongea jioni hiyo nilipowatoa kina Miriam kwa ajili ya kisinia, ikionekana alinitafuta baadaye tena Sudi alipo niteka kidogo. Kwa hiyo nikaamua sasa kujiondoa kitandani ili niende kufanya usafi wa mwili kwanza. Kisha ndo nikarudi na kujiandaa vizuri ili nitoke. Lakini cha kwanza kabisa kufanya kwenye simu yangu ingekuwa ni kumtafuta mzee, yani Mr. Frank Manyanza, ili niongee naye kuhusiana na issue iliyokuwa ikimkabili bibi Miriam kwa wakati huu. Basi najua kwa njia fulani tu angeweza kusaidia kuitatua, maana kutokana na kuwa na mambo mengi inawezekana aliacha kufuatilia hii issue mpaka ikafika huko kote. Kwa hiyo nilitaka kumkumbusha na kumshawishi afanye potee. Nikampigia mara ya kwanza, hakupokea kabisa. Ya pili kimya. Ya tatu nikapigwa jembe na demu wa mtandao kwa mtumiaji yuko busy kwa sasa. Saa 2 tu, yani tayari jamaa alikuwa ameshaanza kazi zake huko zenye kubana. Kwa hiyo ndio, na of course najua busy ungekuepo, lakini hakuwa na shida.
Nilielewa wakati tu ambao angeona simu zangu basi angenitafuta. Kwa hiyo nikaamua kumwacha. Ile tu nataka kuiweka simu mfukoni, ikaanza kuita hapo hapo. Na anapiga Betha. Najua tu kalikuwa kanataka tu kuniambia niwaishe. Nami nikapokea huku sasa nikitabasamu na kusema kwamba unapenda sana kuwa kama alamu yangu kila siku ya kazi ese. Akauliza kwamba umeshaanza kwenda huko. Nikamwambia kwamba good morning kwako wewe pia. Akasema kwamba hebu acheze bwana niambie. Nilihisi yuko makini, kwa hiyo nikasema kwamba ndio naenda vipi? Akasema fanya uje huku kwanza bwana sawa. Nikamwambia sasa hivi yani nije hotelini. Akasema njoo huku basi, njoo huku NBC Victoria zamani huku unapafahamu? Nikasema ndio napajua, jengo hilo Selina Polyclinic la pharmacy ya Gina Medics. Akasema kwamba uje hapo wai. Nikamwambia kuna nini? Betha akasema kuna kikao kidogo. Nikasema mbona ghafla? Betha akasema mimi mwenyewe nashangaa, ila ndio nimepewa mwaliko mapema, naambiwa ni ya faida, so wewe ndio mkono wangu muhimu. Basi alivyosema hivyo nitabasamu kidogo. Nikasema kwamba Festus wako anajua kuwapelekesha ese. Betha akasema hamna, ni Sudi ameona inafaa tukutane hapo, anasema ni muhimu sana. Kauli yake ilinifanya niwe makini zaidi. Nami nikauliza kwamba nini? Betha akasema kwamba nini na wewe bwana? Nikamuuliza kwamba ni Sudi ndio kaitisha chekao? Betha akasema hajaitisha, ana maagizo tu na vitu vya kutupatia, ndio maana unatakiwa uje mvibebe. Nikamuuliza kwa sauti ya chini kwamba kwa hiyo uko na Doto? Akasema ndio nakaribia kufika hapo. Waisha tako lako bwana huku bwana, simu yangu inazima baadaye. Nikasema Betha ngoja subiri. Kabla sijamaliza kuzungumza kama amekata simu. Nikajaribu kumpigia tena lakini namba yake ikawa busy. Ilikuwa imeingia akilini kwa utambuzi wa hali ya juu kwamba Madam Betha alikuwa akipelekwa kwenye bonge moja la mtego ambao ungemwacha sehemu mbaya zaidi ya ile niliyokuwa nikipanga kumwacha baki. Yaani yangu ingekuwa mbaya pia, sawa, lakini si kwa ubaya kama hawa watu, yani hawa watu wake walikuwa wanataka kumwachia. Bila shaka mpango wa Sudi na Charlie Gonga ulitaka kushika hatamu yake leo na walikuwa na spidi. Najua walitaka kuhakikisha hakuna kitu chochote ambacho kingekwenda mrama mpaka wakamilishe waliopanga kufanya. Na labda ndio sababu walimfanya Madam afikiri kuwa na mimi nahitajika huko, ili kwa njia fulani za mipango yao na mimi nifanyeje, nihusike. Kwa vyovyote vile haikuwa nia yangu, ama hata kwa bahati mbaya tu nitake kuruhusu Madam Betha auliwe. Sikutaka hilo litokee. Haijalishi alikuwa mbaya kadri gani. Niliingiwa na hisia fulani hivyo haraka kutaka kumuondoa ndani ya mtego huo. Hawa watu walikuwa kimwandalia bila kujali hali zetu kihalisi zilikuwaje. Yaani hata kama bado nilimuona kuwa mbaya wangu pia, kifo sio jambo nilohitaji limshukie. Nikajaribu kumpigia Sky Ramadhani kabisa, lakini namba yake ikawa haipatikani. Sikuwa na muda wa kufikiri. Nikaifuata bastola pesi na kuamua kuvaa viatu na soksi. Na leo nilizivuta mpaka juu, kisha nikaichomeka ndani ya soksi na kustiri kwa suruali niliyovaa. Sikuwa hata na muda wa kusimama kumwaga Nkia. Yaani nikatoka hapo kwake kama vile simjui, bila salamu wala nini. Nikaingia barabarani na kuanza kuaisha kwenda kujaribu kumuokoa mtu ambaye mimi pia nilitaka kumuondoa, japo kwa njia tofauti. Hivi JC nilikuwa nimepatwa na nini msikilizaji? Yaani hata mimi kwa kweli sikuelewa. Damu na joto vilikuwa juu. Nikitembea haraka utafikiri na wai kikombe cha babu Loliondo kuponywa ukimwi. Yote hiyo kwenda kumsaidia mtu ambaye ningekuja kumuumiza pia. Ila huu ndio ni kama uliokuwa uchaguzi wangu, yani moyo wangu ulitaka nifanye hivi na niridhia. Chochote ambacho kingetokea, lakini ningefanya yote niwezayo kuhakikisha damu ya mwanamke huyo haimwagwi. Sasa je, JC ataweza kufanikisha hiki ambacho anapanga kukifanya? Sasa vita imeanza, shughuli imeamka msikilizaji. Kama ni kukucha, niseme tu ndio kwanza kumekucha. Balala JC tunaanza sasa kuliona kwa vitendo kuanzia sasa sehemu inayofuata. Yes, hapa sasa hivi anamuokoa huyu mdada, lakini naendelea kukukumbusha kuna mwamba anaitwa Festus. Hii ni chapter nyingine. Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji. Langu jina ni Lucas Lumbasi mtayarishaji na Tonton. God bless you till we meet again. Bye bye.